Vizuri pia kuangalia baadhi ya vitu ambavyo tunaona kabisa watoto wetu wanavigomea. Sio vya kuendelea kuwalazimisha. Hata kama mtoto labda anasoma madras, anasoma tuition, anaenda shule, lakini ikifika wakati wa asubuhi analia hataki kwenda shule. Usiongee naye kwa ukali tu kwamba mtoto hataki kusoma. Labda kuna sababu. Fuatilia ni kwa nini mtoto anakuwa hivyo. Japokuwa kuna watoto wengine watukutu ambao hawapendi. Bado fuatilia pia kwanza. Lakini pia fuatilia kwa sababu watoto ambao wako sehemu salama, asubuhi anaamka mwenyewe, anataka kwenda shule, mpaka Jumamosi waga vinalazimisha kwenda shule. Kwa hiyo unatakiwa kujiuliza kwamba kwani mazingira ya shule yako vipi? Kwa nini mtoto hajapenda shule? Kwa nini hivi? Wewe unamjua mtoto wako vizuri. Wamekuja wageni. Mtoto wako kwa nini ana ukaribu sana na anko fulani? Kwa nini huyo anko anamnunulia sana zawadi? Sawa, ni mjomba wake, lakini mbona kama ukaribu wao ni mkubwa sana? Vyote hivyo tuviangalie. Kuna baadhi ya watoto wetu pia wameharibiwa kwa sababu ya ule ukaribu ambao wamekuwa nao na wageni ambao wanakuja pale majumbani kwetu. Mtoto anaenda kununuliwa sijui midoli, sijui ananunuliwa pizza, ananunuliwa wewe huko tu, yani mjomba wake na huyu jamani wanapendana. Wewe ni mtu mzima, hatukatazi upendo kwa sababu tuko kwenye mwezi wa mahaba mpitilizo, lakini ni vizuri pia kuchukua tahadhari kwa sababu dunia imebadilika sana. Unaweza ukahisi kwamba baba mdogo anampenda sana mwanangu, lakini nyuma ya pazia kumbe kuna kitu kibaya. Lakini pia inawezekana akawa na mapenzi yale ya kweli ya baba na mtoto. Hana tatizo lolote. Vyote hivyo inabidi uvijue kama mzazi. Malezi sio mchezo. Malezi ni mambo makubwa sana. Ni mtihani. Ukishakuwa mzazi, mlezi ni mtihani. Mungu tu atulinde, alinde watoto wote duniani kwa kweli. Kwa kweli. Ili ukatili na unyanyasaji.